Afisa habari wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ally amesema kwamba mpango wa nyuma mwiko, yani Yanga kushinikiza katibu mkuu wa TFF na mtendaji wa bodi ya ligi wajiuzuru ni mpango wa makusudi wa kutaka kuweka watendaji wapya katika taasisi hizo watakaolinda maslahi yao na kuwapendelea wao. Hii ni kama Ahmed Ally amewalalia Yanga baada ya kile ambacho kinaendelea kwamba hawatocheza mechi zilizosalia ikiwemo finali ya CRDB dhidi ya Singida kutokana na madai ya misimu mitatu mfululizo wao kama mabingwa. Pia kutaka kuvunjwa kwa kamati ya utendaji ya bodi ya ligi. Anasema Ahmed Ally ni mkakati wa makusudi wa kutaka kuunda kamati ambayo itakuwa chini yao kimaamuzi. Kumbuka hawa ndio wavunjaji wakubwa wa kanuni, ikiwemo kupitia mambo mbalimbali, ikiwemo kupita geti lisilo rasmi, viongozi wao kuvamia pitch. Sasa wanataka kuweka kamati ambayo itafumbia macho vitendo vyao. Kama haitoshi, wanataka kuweka watendaji wapya wa TFF na bodi ya ligi ambao watakuwa waoga kimaamuzi, maana wataamini kuwa nyuma mwiko wakichachamaa watang'oa madarakani, hivyo watafanya kila jambo kuwafurahisha. Ndugu zao wasongesha mlipolala, nyie ndio tumeamka sisi, kwa kifupi ni sisi tupo mbele ya muda, ameandika hivyo Ahmed Ally. Akasema kwamba hatuwezi kuruhusu uhuni huu ufanyike, tutakula na nyie sahani moja kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu vyote, hivyo hatuwezi kuachia timu moja ifanye maamuzi kwa ajili ya wengine wengi, na sisi ni wanachama TFF, hatuwezi kuruhusu. Haya ni maneno ya Ahmed Ally, na yote haya yanajiri baada ya kushuhudia TFF ikiwajibu Dar es Salaam Africans ambao walikimbia hakuhitaji mazungumzo walipofika katika ofisi za TFF. Lakini pia maamuzi haya yanakuja baada ya TFF kuweza kuwasilisha masuala kadhaa, lakini baada pia Yanga kujibu TFF kwamba dawa deni ni kulipa. Hii ni baada ya klabu ya Yanga kujibu mapigo baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kudai klabu hiyo fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali, ikiwemo kulipa malipo watakayotakiwa kulipa kwa TFF, huku ikidai kuwa haijawahi kulipa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo, yani 2021 na 22, 2022 na 23 na ile ya 2023 na 24. Taarifa hiyo walichapisha Juni 10, ikatolewa na maelezo zaidi na madai hayo ya TFF na kufafanuliwa deni hilo ambalo wanalihitaji, na bado TFF kuna sintofahamu nyingi wakiwa wanaziendeleza. Lakini Yanga ikasema hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizo.